tunapokea asubuhi ya leo. Tunaona ya kwamba tuna madhihirisho ya wazi ya Roho katikati yetu. Tunaomba na kupokea kwamba mahitaji yetu yanafikiwa. Ni katika Kristo tumeomba na kupokea. Amen. Haleluya. Unaweza ukaketi. Binafsi namshukuru Mungu kwa ajili ya kampu hii na wachungaji kwa ajili ya nafasi ya kushirikishana neno la Mungu, na namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hii nafasi kila ambapo unapata nafasi ya kukutanika na watakatifu, hata kama ikiwa ni kwa muda mchache, ni nafasi ambayo ni kwenye Kiswahili wanasema ni nafasi adhimu. Nafasi adhimu. Naamini ya kwamba tunakuwa na kampu nzuri na tumeendelea kuwa na kampu nzuri, na naamini iko tayari kupokea, kwa sababu eneo hili nimesema tunapokea majibu yetu, si ndio? Kwa hiyo kaa katika mkao wa kupokea. Mimi niko katika mkao wa kupokea pia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo binafsi nimejiandaa kwa ajili ya kupokea kile ambacho ninakwenda kupokea. Haleluya. Okay, je, tuendelee na ile. Sasa watu wengi ni wageni machoni pangu, na tumekuwa na maendeleo fulani huko nyuma, baada ya vitu tumekuwa tukizungumza, lakini sasa sababu tuna watu pia wageni wengi, tutakuwa kama tunaenda mbele na kurudi nyuma, sawa tutakuwa tunavumiliana. Kwa nitajitahidi kwenye hivi, ili kwa sababu kile ambacho tulikuwa tumekusudia, just portion ndogo ambayo tulikuwa nimekusudia kuwashirikisha pamoja iweze kueleweka. Haleluya. Haleluya. Nikaribishe mwenzako, kwambia sasa karibu kwenye ibada au karibu kwenye kusanyiko. Haleluya. Unajua miongoni mwa kitu ambacho Paul aliandika kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 19, unaweza kufungua hapo kaangalia. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na ule mstari wa 19. Unajua ni rahisi kwenda kwenye makusanyiko yoyote, lakini wengi inakuwa changamoto kupokea kwenye haya makusanyiko. Au ni rahisi kuweza kuhudhuria kusanyiko, lakini kukosa muendelezo wa kile ambacho umepokea kwenye kusanyiko. Kwa mfano, angalia kile ambacho amezungumza Paul. Umefika kwa Wathesalonike wa kwanza mstari ule wa 19 sura ya 5. Anasemaje? Msimzimishe nani? Msimzimishe Roho. Ile kumzimisha pale neno ngoja. Lakini ile kumzimisha pale ni neno ambalo linatoka katika neno la sbenomi, kama sijakosea vizuri. Neno sbenomi ambayo inamaanisha kwamba ni ongoing activity au ongoing work, kitu ambacho kinaendelea kufanyika. Kwa anasema msimzimishe nani? Roho. Manake kile ambacho kinaendelea kufanyika msije mkakifanya kikastop, kikanyamaza. Haleluya. 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 Kwa hiyo manake kwamba kuna activity fulani inaendelea ambayo haipaswi kunyamazishwa, au haipaswi kuzima, au haipaswi kuwa kama vile haipo. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunapata kwenye makusanyiko ni mambo ambayo utagundua ni roho zetu zinahanikizwa. Hanikizwa ni neno la Kiswahili zuri. Zinaamshwa. Haleluya. Sasa zikiamshwa hazipaswi kuzimwa. Yaani miongoni mwa kitu ambacho, kwa nini tunakutanika namna hii, ni kwa sababu ya kuamshana. Haleluya. Kwa ajili ya kuamshana roho zetu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaamshana, maana yake nikitoka hapa ninaendelea kuwa vile vile. Haleluya. Sasa tunakuwa na kusanyiko na namna hii, maana yake tuna utendaji wa kiungu wa wazi. Tuna utendaji wa kiungu katika namna bora zaidi. Kwa hiyo sasa tunapokuwa namna hii, maana yake inabidi tuwe katika namna ya kupokea wakati wote, kwa sababu kuna namna ambavyo ya kupokea kwenye kusanyiko la watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kupokea kwenye kusanyiko la watakatifu. Kwa hiyo ninapokuwa nimekaa namna hii, maana yake niko tayari kwa ajili ya kupokea wakati wowote.
na utagundua activities nyingi ambazo zinapatikana katika kupokea, miongoni mwao ni kulipokea neno la Mungu katika furaha. Sema katika furaha. Haleluya. Sema tena katika furaha. Kwa neno la Mungu linapokelewa katika namna ya furaha. Tulikuwa na nafasi ningekuonyesha na neno la Mungu linapokelewa katika namna ya furaha. Miongoni mwa kitu ambacho kinasaidia upokeaji wetu katika mambo yote ya kiungu, utendaji wa roho katikati yetu ni katika namna ya furaha. Na wachungaji wenyewe watakwambia ya kwamba hata namna ya kuminister, namna ya kuhudumu neno la Mungu au namna ya kuhudumu matendo ya kiungu ni katika namna ya furaha. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Kwa sasa wakati tunaendelea na session hizi, neno la Mungu linapokuwa lahudumiwa alafu umekunja ndita, maana utajiuliza kwamba unalipokea neno la Mungu au ulipokei. Maana mwenzako unalipokea neno la Mungu au ulipokei. Maanake kabla ya kusema kwamba analipokea utamwangalia ana uso wake uko vipi. Haleluya. Haleluya. Itakudhihirisha. Anaweza kusema anapokea lakini ukimwangalia mbona adhihirisha kama anapokea. Maana yule neno alipokei ni kwamba labda tu anafikia nao lakini alipokei. Kwa sababu kulipokea ni kwamba nimelichukua ile neno liwe na matunda ndani yangu, si ndio? Nimechukua ile neno kwamba liwe na faida ndani yangu. Kwa sababu kama waamini au kama jumuiya ya waamini, neno la Mungu linapaswa liwe na faida ndani yetu. Yaani neno la Mungu linatufaidia sisi. Kwa kitabu cha Korinto kwanza sura ya 11. Ule mstari wa 17. Korinto kwanza sura ya 11 mstari wa 17. Korinto kwanza sura ya 11 mstari wa 17. Umefika? Anasemaje? Lakini katika kuagiza haya. Kwa haya yalikuwa ni maagizo, si ndio? Yalikuwa ni maagizo. Na ukiona maandiko yanazungumza kwa habari ya maagizo au instructions, maana yake yanapaswa yachukuliwe kama yalivyo au yanapaswa yabebe kama yalivyo. Kwa hiyo muamini huwa Mkristo au muamini hanegotiate na neno la Mungu. Anaichukua kama lilivyo neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo maanake linapokuja swala la neno la Mungu mimi nalichukua kama lilivyo. Ndio maana maelekezo yenye haraka yanatupa kama maagizo ambayo yanapaswa kufanywa. Maanake kabla ni kama vile ambavyo watu jeshini wanasema kwamba ukipewa order usikilize kwa nini nimepewa. Ifanye kwanza, alafu ukishaanza kufanya ndio uulize, si ndio? Si ni kweli Sijui masuala ya jeshi lakini nimesikia hiyo habari. Kwa hiyo na mimi na prove. Sio nasema hivyo. Maanake kwenye neno la Mungu vile vile ninachukua neno la Mungu bila kuweka maswali ndani yake. Haleluya. Ndio maana sehemu kubwa kuna mmoja wa mchungaji aliye kusema akasema kwamba kwenye neno la Mungu ni vyema nilichukua neno la Mungu hata kama silielewi. Yaani kuna wakati unakuta neno la Mungu silielewi kile ambacho kimezungumza, sielewi kile ambacho kinaelezea juu yangu, lakini ninapaswa niliamini kama lilivyo. Nitakuja kuelewa baadaye. Ili maana yake ni kwamba ninapoichukua kama lilivyo ninapata faida yake sasa hivi hata kama sifanyaje sielewi. Haleluya. 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 Ndio maana tunajiuliza wakati mwingine kwa nini mtu mwingine sio muamini lakini anapokea pointi ya mkusanyiko ya watakatifu? Kwa sababu anachoona pale inawezekana akubaliana na kile ambacho mnakihubiri, lakini anaamini kwamba kile ambacho kinaelezewa kuhusiana na uponyaji tu anakubaliana nacho kwamba niko tayari kukipokea. Haleluya. Lakini ukutana muamini katikati ya ile kusanyiko hilo anaondoka vile alivyo. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linapaswa lichukuliwe kama lilivyo. Haleluya. Haleluya. Hata kama unaeleza sasa hivi lichukue kama lilivyo. Haleluya. Haleluya. Yaani haupaswi usubiri kwa mpaka nije kulielewa ndio nilichukue. Inachukua kama lilivyo. Bwana umefika? Anasemaje? Tuendelee pale. Kwa anasema haya ilikuwa ni maelekezo. Twende. Siwasifu ya kwamba unafanyaje? Mnakusanyika. Maana kwenye maelekezo anayoelekeza anaonyesha kwamba wana desturi ya kukusanyika. Wanatabia kukusanyika, lakini haya maelekezo wanayotoa sasa hivi sio kwa sababu wanakusanyika. Anacholenga sio kwa sababu tu wanakutanika kama tunapokutanika hivi. Lakini anasemaje? Kwa lakini nani atafsiri ya Kiingereza? Nani atafsiri ya Kiingereza haraka haraka hapo? Nisaidie mwalimu. Instructions, and not praise you. Since you come together not for the better but for the worse. Not for the better. Manake makusanyiko yamelenga kutufanya sisi tuwe nini? Tuwe bora. It's not for the better. Manake mnakusanyika, anasema siwasifu kwa sababu mnakusanyika. Kwa hiyo cha kwanza alichokifanya ni kwamba walikuwa wanakusanyika, si ndio? Hawajaacha kukusanyika. Lakini jambo la pili la kuja sasa, baada ya kukusanyika, makusanyiko yanawafaidia nini? Kwa sababu siwasifu kwa sababu mnakusanyika, kwa sababu mnapokusanyika sasa, makusanyiko mnaondoka hayawafaidii. Kwa sababu siwasifu kwa sababu mnapokutanika, makusanyiko mnakutanika nayo hayawasaidii.
kwa sababu makusanyiko yamelenga kuwasaidia. Kwa hamkusanyiki for the better. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza sio kutafuta kwanza for the better. Jambo la kwanza tukusanyike kwanza. Si ndio? Hatutafuti for the better tukiwa uko nje, kwamba kuna mtu mwingine anasema hivi, mimi natafuta kanisa lililoko sahihi. Yaani anatafuta wale kanisa lililoko sahihi au kanisa ambalo litampendeza. Yuko nje, ukumbuke, anaangalia tu labda kwenye page, anaangalia labda kwenye YouTube, kwenye mitandao. Kwa nje anaangalia kama ili kanisa gani litanivutia mimi kwanza kunali. Hapo tayari kashaingia, kashafanya makosa makubwa. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba cha kwanza mkusanyike, alafu ile for the better ndio ifuate sasa. Kwa hiyo tunapokusanyika sasa, jambo la kwanza tunahimizana katika kukusanyika. Kwenye Ibrania sura ya 10 mstari wa 24 25 nazungumza pale, si ndio? Yakobo anasema provoke. Himizaneni. Yaani wanake ni kwamba tunaenda kwenye kusanyiko fulani, tunahimizana. Useme kwamba anajua, tunahimizana, himizaneni. Alafu anasema hivi, msiache kukusanyika kama vile desturi ya wengine. Maana makusanyiko ni desturi ya waamini. Sema desturi ya waamini. Anasema kama ilivyo desturi ya wengine. Ile desturi pale ni neno la rejea kuturudisha custom. Neno ambalo linatolewa kutoka neno la Kigiriki ambalo linatuletea neno ambalo linaitwa ni custom. Custom ni kama vile desturi ya Wachaga jinsi ilivyo. Haibadiliki hata kama mtu ameokoka, si ndio? Inabaki kwa ile ni Mchaga, si ndio? Wana zile desturi zao za kufanya. Kwa anasema custom ya waamini ni kukusanyika. Kwa hiyo muamini ambaye kusanyiki, huyo kwanza tunajiuliza maswali. Ni ameamini au hajaamini? Kwa sababu ile kitendo cha kuamini, kitendo cha kuingiza kwenye ushirika. Haleluya. Kitendo cha kuamini kitendo ambacho tumeingizwa kwenye ushirika pamoja na watakatifu wengine. Kwa hiyo muamini ambaye kusanyiki maana yake ni kwamba muamini ambaye hafuati desturi ya waamini. Haleluya. Kwani nimefika huko kote? Okay, ndio tumalizie hichi. Hafuati desturi hili ya waamini. Kwa hiyo jambo la kwanza la muamini yote kuklik kwenye ufahamu wake baada ya kuamini ni kukusanyika na watakatifu. Haleluya. 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 Tuko pamoja eh? Alafu jambo la pili anazungumza hapa kwamba sio sifu tu mmekusanyika, lakini mmekusanyika for the better. Okay, mmekusanyika sio for the better, lakini for the nini? For the loss. Ndio? Mmekusanyika lakini mnapata hasara kwa kukusanyika kwenu. Kwa sababu gani? Mambo ambayo kusudiwa yafanyike ndani ya kusanyiko hayafanyiki. Kichwa kinabaki ni kwamba kila mtu alikuwa proud na vile alivyo. Utagundua hapa kwa anazungumzia ile kesi ya kwamba mtu anafika kwenye kusanyiko ameshiba, mwingine hajashiba. Si ndio? Anazungumza kwa habari ya mtu ambaye anakuja na chakula, mwingine hana uwezo wa kuchakula. Kwa sababu kwenye kusanyiko namna hii manake sisi sote tu wa moja, si ndio? Sisi sote hamna mtu ambaye huyu yuko juu ya mwingine, huyu yuko chini ya mwingine. Kuwa na uchungaji manake ni order, kwamba tunafuata utaratibu wa namna hii. Haleluya. Ndio maana kabla mtu kwa mchungaji anaanza kwanza kwamba kwa ni muamini. Kwa hiyo anarejea kama muamini, lakini kwa sababu ya order ndio anawekwa mbele yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sasa hawa ndugu walikopo ni kwamba mwingine hana uwezo wa namna hii, mwingine ana uwezo wa namna hii, alafu anapokusanyika kila mtu anakuwa proud na kile ambacho ilikuwa ni issue ya chakula. Kila mtu anakuwa proud na kile ambacho anacho. Kwa kwamba hii sio desturi ya waamini, ni for the mnafahamu mtu mwingine sana nyongonyea. Umekuja na utipoti 7, lina mboga 7. Mwingine anakuja kumsanyiko ajue hata nyumbani atakula nini huko. Alafu anaona pale umeweka mayai, umeweka biriani, si umeweka nini? Jamani, huyu ni Mungu wetu sote. Unajua kuna kama mfika kanisani, watu wanajua juza ndani, hivi Mungu tunamwabudu ni huyu. Hujafika hiyo level. Basi kweli bado uko katika namna nzuri. Haleluya. 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 Kwa hiyo makusanyiko yamelenga kutufanyaje? Kutufaidisha. Sema niko hapa kwa ajili ya kufaidika. Sema niko hapa kwa ajili ya kufaidika. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunasema hivi, namna gani unapokea neno la Mungu ni katika namna nini? Ya furaha. Sema furaha. Katika namna ya furaha. Na unapokea Mungu katika namna ya furaha. Haleluya. Haleluya. Okay. Ya tuendelee tu. Okay, sasa tuna dakika chache za kutizama neno la Mungu tuko kwenye charismatic camp, si ndio? Na charismatic camp manake ni camp ni kusanyiko ambalo linatuleta katika kujifunza utendaji wa roho kwa ujumla.
Haleluya. Utendaji wa Roho kwa ujumla, namna ambavyo karama zinahudumiwa, namna ambavyo karama zinatenda kazi ndani yetu, namna ambavyo tunafaidika na hizo karama ndani yetu, na kuanzia si binafsi, lakini pia na watu wengine ambao wanafaidika na mtu mwingine naye anafaidika na mimi. Ndo maana ya kukutanika kwenye charismatic camp. Na charismatic camp inaingia ambao tulikuwa kwenye zile sisi ambazo zilizopita, tulisema tuna makusanyiko kadhaa ya waamini, si ndio? Tuna kusanyiko la kujifunza neno la Mungu, si ndio? Tuna kusanyiko la maombi, si ndio? Tuna kusanyiko la nini? Uinjilisti, si ndio? Tuna kusanyiko la nini lingine? La uponyaji, si ndio? Alafu tuna kusanyiko la waamini au kusanyiko la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo charismatic camp inaingia sasa kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu. Ambao sasa kwenye kusanyiko la neno la Mungu, manake the emphasis pale ni neno la Mungu linafundishwa. Neno la Mungu linaelezewa, maswali yanajibiwa. Haleluya. Haleluya. Kwa lengo pale ni kwamba tunafungua Biblia, tunajifunza, maswali yanajibiwa. Na wakati mwingine inaweza ikaanza kwa namna tu ya swali, alafu linatuleta mpaka kufanya Bible study. Hiyo ndio namna ambavyo tunafanya, inaitwa ni teaching meeting au kusanyiko la kujifunza. Alafu tuna kusanyiko ile la maombi ambao the emphasis pale ni kuomba. Sasa ugundua sasa emphasis ya kuomba inatoka katika kusanyiko pia la nini? La kujifunza. Maana yake tunaomba kile ambacho tumekwisha kujifunza. Haleluya. Sababu kama waamini tunaliomba neno la Mungu. Sema tunaliomba neno la Mungu. Kwa maana yake tunaomba katika influence ya neno la Mungu. Tunaomba katika ushawishi wa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu latupatia ushawishi wa kuweza kuomba. Kwa hiyo utagundua kusanyiko la neno la Mungu au kusanyiko la kujifunza linatupelekea kwenye kusanyiko la nini? La maombi. Kwa hiyo kwenye kusanyiko la maombi sasa tukisema tuna kusanyiko la maombi leo tunaomba lisali moja, maana yake ni lisali moja kweli tunaliomba. Haleluya. Haleluya. Tofauti kwamba unaenda kwenye kusanyiko la maombi, tulisema nafikiri tulidiscuss kipindi kile. Unaenda kwenye kusanyiko la maombi la lisali moja, alafu dakika 45 scripture imeelezewa. Alafu dakika 45 dakika zile 15 nasema sasa tuombe. Hapa tujaomba, wakati tuko kusanyiko la maombi, kusanyiko la kujifunza. Lakini muda ambao tumetumia kwenye maombi ni tofauti na muda ambao tumetumia kwenye kujifunza. Haleluya. Lakini kusanyiko la kujifunza tunapeka kwenye kusanyiko la nini? La maombi. Tukifika pale ni kuomba. Haleluya. Lakini sasa okay, ikaleta confusion hii. Kwenye kusanyiko la maombi sio maisha kwamba Biblia tutafungua. Lakini ile tunasema ni ile uzito unapewa katika nini? Katika kuomba. Haleluya. Kwa sababu gani? Tumeshatoka kujifunza. Bwana asifiwe. Alafu tuna kusanyiko la nini? Outreach au kusanyiko la uinjilisti. Hapo kusanyiko ambao ni la kuwafikia wasio ambao bado hawajaamini, hawajafikiwa na Injili. Ambao maana yake lengo ni kwenda kuwafanyaje? Kuhubiria Injili, wapate kuamini. Na utagundua ndani ya ile kusanyiko sasa na leo utagundua hata yale makusanyiko mawili ambayo tumeelezea, la kujifunza na la maombi, pia unakuta pia yanaweza kao ndani pia. Si ndio? Haleluya. Kwa sababu utaenda kumwambia sasa hivi, muamini Yesu. Unataka kumwamini? Lazima utafungua Biblia, si ndio? Utamuelezea. Na wakati mwingine utagundua itaanza pia hata kuuliza maswali au akakuuliza swali, then ukapata kuweza kuini moyo wake, si ndio? Haleluya. Alafu then utaomba. Kwa hiyo utagundua sasa kusanyiko la kujifunza na kuomba pia limehusishwa kwenye kusanyiko la nini? La uinjilisti, si ndio? Alafu tuna kusanyiko la uponyaji ambao lengo pale ni nini? Ni kuponya wagonjwa. Kuwaleta wasiojiweza, kuponya wagonjwa ndio lengo. Na utagundua katika hilo pia linaweza likaanza kwa kuelezea maandiko, si ndio? Namna gani mtu anapokea uponyaji, namna gani uponyaji umeachiliwa. Haleluya. Alafu tutaomba kwa ajili yao. Kwa hiyo utaona yote yana relate, yanahusiana, si ndio? Alafu tunakusanyika sasa la nini? La Roho Mtakatifu. Ambao lengo mahususi kama nilivyosema hapo awali ni kwamba tunaona karama za Roho zikiwa nini? Zikiwa in operation, zikitenda kazi. Karama za Roho zikidhihirika kwa uwazi, zikionekana kwa uwazi, zikitenda kwa uwazi. Katika tukipata ushawishi wa hizo karama katikati yetu. Haleluya. Haleluya. Ambao ndio lengo sasa la kampu tulionayo. Na katika hapo utagundua neno la Mungu litafundishwa, alafu litatupeka katika kiini cha ufahamu, alafu tutaanza kuna nini? Tutaanza cooperate kwenye hizo karama. Haleluya. Kwa hiyo kusanyiko la Roho Mtakatifu ni kusanyiko ambalo linajumuisha mambo yote hayo. Sababu kusanyiko la Roho Mtakatifu watu wataponywa magonjwa. Haleluya. Kuna mtu alikuja na ugonjwa? Watu wataponywa nini? Wataponywa magonjwa, si ndio? Wasioamini waliopo katika kusanyiko pia watapata nafasi ya kuweza kuamini. Sababu la Mungu litahubiriwa. Haleluya. Alafu tutaona kwamba tutapata nafasi ya kuomba. Kwa sababu nitahudumu karama pia kwa kuomba pia. Haleluya. Lakini tutakuwa okay, leo tutagusia nafikiri pata nafasi kama sio leo au kesho. Nitafundisha habari ya ngoja niseme
hiyo surprise. Hiyo surprise. Ile na lile pia tunasemaga namna ambavyo tunasema issue ya malaika lakini haitakuwa kipindi hicho. Labda inaokuja. Haleluya. Lakini kuna kitu, kuna surprise nitakuwa nayo. Sitaisema sasa. Nilikuwa najua tutafikia kusubiri niseme, sitaisema. Hakisha kwamba unakuepo. Nikisema utasema anaijua hiyo. Sasa sitaisema. Na itakuwa so powerful. Okay, nimesha wapi kwenye nini? Kwenye kusanyiko la Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa hiyo mambo yote utagundua yanajumuishwa ndani ya kusanyiko la nini? La Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wataponywa magonjwa, watu watajifunza neno la Mungu. Watu watapata nafasi ya kuamini ambao hawajaamini. Na mambo kama hayo yote yanakwenda kutokea katikati. Haleluya. Utapata nafasi ya kuomba. Kwa hiyo utakuza kusanyiko la Roho Mtakatifu, ni kusanyiko ambalo linabeba makusanyiko yote. Unawezaje kumiss namna hiyo? Haleluya. 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 Kwa hiyo tutakwenda kuangalia vitu vichache. Tutakwenda kuangalia vitu vichache na inaamini ya kwamba hata kama ndo mara ya kwanza inaweza vika make sense au vikapata nafasi katika moyo wako. Bwana asifiwe.